nataka tuwape nafasi wataeleza siku nyingine kama wataweza kuwa na huo muda, lakini nataka niseme sahihi yaliyowatokea. Mimi nilipiga vigelegele walivyoniambia. Wakati tunafanya yale makongamano hapa, nilisema kwamba, na wao ndio wamenikumbusha kwamba wale ambao wanataka watoto na hawajapata watoto, mwezi huu wa 12 lazima ukonsili. Sasa kwa ananiambia, baba, unabii wako umetimia. Pigie Roho Mtakatifu. Amen. Lakini kuna mtu mmoja kaja ofisini akaniambia, baba, kwenye yale makongamano tulikuwa tunafanya, kuna mtu alikuwa ananiloga na ni mtu wa familia. Lakini kwenye yale mapigo tuliokuwa tunapiga kwenye yale makongamano, yule mtu ni mgonjwa mahututi, yuko hospitali na wananiita niende nikamponye, na mimi nimekataa kwa sababu amenitesa na kunivuruga. Nebeka, njoo. Pigie Yesu Kristo makofi, tusikie shuhuda. Tusikie shuhuda. Tusikie shuhuda. Haya ni moja ya matukio ambayo yametokea mwaka 2025. Unaitwa nani? Kwa jina naitwa Rebeka Media. Nimetoka na Mpenda Yesu. Unaishi wapi? Na kasa juu. Umeolewa? Ndiyo. Tuambie ni kitu gani Mungu amekutendea. Mimi niseme nishukuru sana Mungu amenitendea. Toka nimeingia madhabahuni hapa, madhabahu hii kwa mtumishi wa Mungu mchungaji Endo, nilikuwa sina mume mimi. Ndiyo. Mume wangu alikuwa ameniacha ndani ya miaka 5. Miaka 5 nimeteseka. Aliyokuwa amenitesa mimi nilikuwa sijui. Baada ya kuja hapa, nikafanywa maombi, ndipo yule adui akalipuka. Akasema mimi ndo sitaki kuishi katika mmeo. Ndo mimi sitaki kuishi na mume wako. Tukaanza kuomba, baba akaanza kuniombea. Kwa kweli nilipigana vita, niliteseka ndani ya miaka 5. Niliteseka sana. Mume wangu akawa amenitelekeza na watoto. Sasa sikiliza, weka nukta. Huyu mama alikuwa na mume wake, maisha mazuri, wanakula bata. Wasukuma wanasema kwa mipanda kama guru. Yaani wanakula, yani wana amani. Sasa mama mkwe akasema, huyu binti anafaidi. Kwa hiyo akatuma makombora ya kumuondoa huyu mtoto wake aende kwingine, huyu ateseke. Huyu amekuja hapa akaletwa na mwanamke mmoja anaitwa Conchester. Huyu mama hakuwa hivi wakati anakuja, alikuwa kapauka. Kweli kabisa. Sikiliza nakwambia yale mambo ambayo Mungu akafanya. Kilichotokea wakati tunaendelea na maombi hapa, nafikiri siku hiyo tena mimi sikuwepo, lakini alikuwa anahubiri, sijui katibu au nani. Baadaye wakati tunaomba akaambiwa kwamba mume wako anakuja sasa hivi. Kama wana mume kabeba begi, huyu kakimbilia madhabahuni, kamkuta hapa mtu mrefu aliyekuwa ngoja. Nilikuwa paona. Sasa maajabu yale, mume wake akaja wiki hiyo. Ndiyo, alirudi. Amen. Sasa endelea. Baada ya kurudi, maisha yetu yakaendelea. Ndiyo. Kuna vitu vilikuwa vimeshavurugika vingi sana. Ndiyo. Na sasa vimeanza kurejea. Kimoja baada ya kingine. Ndiyo. Lakini baada ya kurudi tena, yule sasa adui makubwa Mungu ametenda. Huko aliko, yaani hanyenyuki, anajinyea kwako. Kwanza tulie, usiende.
kabla hujafika huko. Kuna siku moja mlikuwa kwenye sherehe. Hebu eleza ilikuwaje? Kuna siku nilikuwa nimeenda kwenye sherehe. Sasa mama katika kucheza akawa yuko nyuma yangu, lakini mimi nikigeuka hivi nasema anafunua nini? Anafunua kwenye mkoba wake. Ananitupia tupia vijito. Sasa mimi niko bize nacheza tu na muziki, nimeongea hata. Baada hata kusema nijifunike kwa damu ya Yesu, nikasema ndio nimemaliza. Hiyo siku tena sijani niteka msijui. Lakini Mungu alinisaidia tena nikaja hapa. Hiyo siku alipigwa siku ya kongamano. Toka hiyo siku aliyakabadilika. Kwa hiyo yule mama wameenda kwenye sherehe, yeye akaja kwa mkamwana wake akawa na mloga kwenye sherehe. Wachawi wapigwe katika jina la Yesu. Nasema wapigwe kwa jina la nani? Unajua wakati mwingine unaweza kuwahurumia, lakini hao sio watu wa kuhurumia hata kidogo. Kuna mwanangu mmoja na kesi huko. Yuko wapi? Huko wapi? Hajafika. Ameleta mashtaka. Kuna kesi iko pale. Kuna mtu yani ametoa sadaka ili amuue mume wake aliye yani ni mume wake, wamezaa naye watoto. Halafu akasema sasa yeye kumbe mwanaume ni mchana. Akachukua nyota, kachukua hiki, kasema. Halafu ile nyumba, huyu mama ni mwalimu, alichukua pesa kujenga hiyo nyumba akakopa. Halafu shule haimlipi chochote, inalipa madeni tu kule. Halafu ile nyumba mwanaume akamdhulumu, walikuwa na magari akadhulumu, alikuwa na nini akadhulumu. Sasa mwanamke ametoka, huyo ameendelea na maisha yake kapigika. Mwanamke kaenda kakutana na Yesu kumsaidia. Anataka sasa amuue ili nyota yake iwe yake kabisa. Unajua mchana akichukua nyota, alafu akikuua wewe, tayari hapo atakuwa hana shida. Ila ukiwa hai utaendelea kumsumbua. Kwa hiyo anataka kuwaua wenye nyota zao ili wao watamalaki. Sasa kuna kesi iko hapa, nimeimaliza. Kazi ni kuu. Siweze kutembea. Okay. Sasa Mungu amerudisha ile kombora kwake. Kwa sasa hivi Mungu kwa mganga. Shemeji yangu anapigia simu anasema sasa shemeji tukupe nini uje? Na mimi nalika kwa Yesu, amenitesa. Kwa nini wanakuita wewe? Sisi ndio mganga na bibi. Yaani yule mwanamke sipini mchawi wamerogana na yule mwanamke. Ndio mimi sasa hata jina walijui. Mama mko anasema hivi, mnitia mwenga wangu akinigusa tu hapa. Na kwa anasema ukome na mimi nazidi kuomba. Amenitesa jamani. Nalala njaa. Amina ni mengi Hello. Kwa yule mama anajisaidia kwenye wameshamfungia. Shemeji ananiambia wamempatisha gunia yale yanayobebeshwa mahindi. Ngojo mengi. Miguu yangu yamenibia, mikono amenibia. Amenibadilisha ni sura. Hata akiniambia vipi? Anaona kama ni bibi. Jamani niseme. Kumbe unaweza ukawa unaoga, unajipodoa, wenzako yani unajipodoa kumbe ndio unazidi kuwa bibi. Unavaa nguo, unajua unapita barabarani mambo yako nzuri kwamba watakwambia wazenga yeye. Hata wazenga hawakuulizi. Sasa unaamua kuacha kuvaa hizo nguo za kawaida za wanawake, unatafuta nguo zingine. Makofi mengi kwa ajili ya matendo yako. Unataka kusema nini kwa ajili ya watu wanaokusikiliza hapa? Yaani watu mnaonisikiliza, naambia kwamba aliyeingia mahali hapa ni mahali sahihi, asitoke. Amen.
Yesu Kristo makofi, ubarikiwe mwanangu.